أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza ninakuhusieni kama vile ambavyo na mimi ninaihusia nafsi yangu ya wake wa mitume kwamba wameangamia. Katupigia mifano ya baba za mitume ambao wameangamia, katupigia mifano wana wa mitume ambao wameangamia, akatupigia mfano mke wa Firauna ambaye ameokoka. Maajabu. Firauna ambaye alikuwa akitangaza kwamba yeye ni Mungu, kwamba yeye ndio muabudiwa, kaangamia, lakini mkewe kawa Muislamu. Tuna maajabu. Ami yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama amekufa si Muislamu, na ami yake mwingine akapewa certificate hata kwamba wewe motoni. Hapa watu lazima wazingatie kwa madini si utashi. Dini lazima ifuate kwa misingi, atakayekata kufuata wakataki wa ni nani, awe kiongozi wa dunia atakwenda na maji. Ili Waislamu lazima walifahamu vizuri sana. Ndio Allah akasema daraballahu mathalan lilladhina kafaru daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah asema anapiga mfano mke wa Mtume Nuhi na mke wa Mtume Lut. Tena mfano wenyewe mfano wa makafiri. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Hawa walikuwa ni wake wa mitume wawili, lakini asema Allah wakafanya khiana. Walikuwa chini ya uongozi wa mitume lakini wakafanya khiana. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين. Kuwapa kitu kafiri wao, Allah akawahukumu na wale watu waliotua motoni kwamba ingieni motoni au wenye motoni. Na hapo Allah akasema wa daraba Allahu mathalan lilladhina amanu imra'ata fir'aun. Na Allah sema nakutolea mfano kwa wanawake walioamini mke wa Firauna. Idhi qalati, pale aliposema rabbi binili indaka baitan fil janna, Mola wangu nijengee nyumba peponi, wanajini min Firauna wa amali, na uniokoe na Firauna na vitendo vyake hivi viovu, wanajini min alqaumi adh-dhalimin, na uniokoe na kaumu iliyokuwa ya madhalimu. Utukufu Islamu hapa pana mazingatio makubwa. Mazingatio makubwa. Mke wa mitume, mke wake wa mitume wamekwenda motoni milele. Mke wa Firauna yakanenda na karudi alitangaza kwamba yeye ni mwenye kuabudiwa, yumo ndani ya nyumba ya Firauna na yeye Allah akamuokoa. Kwa kweli pana ibra ya mazingatio makubwa ya kuzingatia kwa hii dini. Kwa kweli hii dini ya taasubi, sio dini ya taasubi ya kujifanya mimi ndio yangu na mimi ndio shakalifika, mimi ndio hivi na hivi. Na ndio kaona baada ya Allah kupiga mfano wa umma zilizopita, sasa tuangalie huu umma huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam
alipopewa utume na Allah, manhaji aliyoifuata kuitangaza hii dini, aliona bora achukue manhaji ya kuitangaza kwa siri. Kwa hiyo akawa anapita nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, kwa kibira yake kuona kwamba huyu mkimwambia atanikubali, na alibahatika hivyo kwamba kila anempitia akawa anamkubali. Alichukua kazi hii Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 3, aitangaza dini ya Kiislamu kwa siri, kwa sababu aliona kwa kweli Maka palikuwa na dola mfano wa duniani haipo kwa ukatili. Watu walivyozama kuabudia masanamu walikuwa tayari kumchuna mtu, kumchinja mtu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala baada ya miaka 3 tu akakataa habari hii ya kuwa Nabii Muhammad aitengeze dini kwa siri. Akamwambia hivi, fasta bima tu'maru wa a'rid 'anil mushrikin. Muhammad, ushamaliza muda huo uliokuwa upanga wewe kama utangaze dini kwa siri, sasa tangaza kwa dhahiri. Kupata ujumbe huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapo hapo aliondoka mguu mosi nyumbani mwake, mguu pili, mpaka akafika kwenye Jabali Safa, na akalipanda juu Jabali Safa. Usikizeni historia hiyo. Alipopanda katika Jabali Safa, yuko juu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapiga ukelele ule ambao wanapiga makafiri pale, kwa kwamba ukilia ukelele huo ni ile lugha wanaotumia watu wa zamani, mbiu ya mgambo ikilia ina jambo. Wakafahamu makafiri wote wa Maka kwamba leo kuna jambo, usingepigwa ukelele huo ambao ukelele huo ni wa kawaida, ukipigwa tutaitakiwa sisi. Makafiri wote wa Maka walitoka majumbani mwao, na wazee waliokuwa hawawezi kwenda waliwapeleka watoto wao, nendeni mkasikilize, huo ni ukelele wa Muhammad huo, na leo kuna jambo hukataka lisema, kwa hivyo nendeni mkalisikilize. Wakatoka makafiri wa Maka, wakauzunguka mlima ambao Mtume Muhammad yuko juu ya mlima huo. Mtume akasubiri mpaka wamemalizika makafiri wote wakubwa na makafiri wote wa kawaida. Mkutano huu wa mwanzo aliofanya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, yuko juu ya kilima. Najua Mtume alianza kutuba kwa vipi? Sikilizeni na mumjue kwamba Mtume alikuwa na hikma aliyopewa na Allah. Mtume alianza kuhutubia, hajapatapo kuhutubia kiongozi yoyote duniani na itakwisha dunia. Hajapatapo kuhutubia kiongozi yoyote duniani na itamaliza dunia. Kwa sababu viongozi wote wakihutubia, hata wetu sisi wakianza tuwaona wanapoanza, wanaanza kwa vianzio vyao, na baadaye inakuja statement. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mkutano huu mkuu wa mwanzo aliokuwa akiwahutubia makafiri, basi alianza kwa question, alianza kwa swali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza makafiri, yeye yuko juu ya mlima, anaona mbali kuliko wao walio chini. Aliwaambia hivi, nikikupeni habari kuwa nyuma ya jabali hili nililo naliona jeshi limejiandaa vikali sana, na linakuja hivi sasa kuja kukushambulieni, mtaniamini? Mtume anawaambia mkutanoni watu, sentensi yake ya kwanza anaitoa kuhubiria ummati wake ambao ni makafiri, nikikupeni habari kwamba hapa nilipo mimi naona jeshi la mafarasi na limejiandaa kwa vita vikali, inakuja kukushambulieni, mtaniamini? Hakuna kafiri aliyebaki hata mmoja chini ya mlima ule, ila wote walinyanyua mikono wakamwambia, tutakuamini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea na hutuba kwa swali tena,
kwa nini mtaniamini? Wakajibu, tutakuamini kwa sababu hatujapatapo kukusikia kusema uongo katika maisha yako. Akili za mitume, akili za mitume hizo. Walipojibu vile tu, mtume akaona sasa ni pahali pangu sasa pakutia ile mada niliyokuwa nimeshakusudia. Akasema kwamba wataniamini, na wataniamini kwamba hawajapatapo kusikia mimi kwa nimesema uongo. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, mimi nimetumwa kwenu kuja kukukofisheni na adhabu yenye kuumiza. Sentensi hiyo tu aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ubingwa wa utaalamu wa lugha ya Kiarabu waliokuwa nayo makureshi wa Maka, walifahamu kila kitu, kwamba huyu kaletwa kwetu sisi kuja kutufahamisha tuache ibada hii tunaoabudia masanamu na tuabudie ibada hiyo anayoitangaza ya Allah mmoja. Lakini wakawa hawana la kusema. Washamwambia kwamba tutakuamini kwa sababu hujapatapo kusema uongo. Ilikuwa siku hii makafiri wote wa Maka wasilimu. Ilikuwa wote wananyanyua mikono waseme, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakini je, walisema, angalia kama ulikuwa hutambui, mwanzo wa vita vya Uislamu vimeanza hapa, na mpaka itasimama kiyama. Hii ndio siku yake ya mwanzo ya kupigwa vita dini ya Kiislamu aliyokuja nayo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vita vilianza hapa. Alisimama baba yake mdogo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyekuwa akiitwa Abu Lahab bin Abdul Muttalib Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Na babake mtume alikuwa anaitwa Abdullah bin Abdul Muttalib, na kuna Hamza bin Abdul Muttalib, na kuna Abbas bin Abdul Muttalib, na kuna Abi Talib ibn Abdul Muttalib baba Ali. Lazima ujue hao historia, lazima uijue. Kwa hujui historia hujui dini. Akasimama bwana mkubwa huyu Abu Lahab, akamwambia mwanawe ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na anamuonyesha kidole cha hasira. Alimwambia maneno gani unajua? Hizo maneno alimwambia mwanawe, ndio pale Waswahili wanasema wako ndio akuwahi. Alimwambia maneno haya kwa Kiarabu, tabban laka ya Muhammad hal hadha jama'atana, tabban laka ya Muhammad hal hadha jama'atana. Maana yake, umeangamia ewe Muhammad, hivyo hili ndilo ulilotukusania sisi kukwambia kwamba Allah ni mmoja, wataka wewe tumwabudia Allah mmoja, na wewe umetuma kwetu. Akawatawanya Abu Lahab watu wote wale pale, ondokeni msisikilize ule mwenda wazimu. Akaanza matusi yake kumtukana mwanawe. Wakaondoka makafiri kutawanyika majumbani mwao. Sasa angalia, ndio tukasema kuna baadhi ya ayatul Qur'aniya na sura za Qur'ani hazieleweki maana yake mpaka kwa historia. Kuna baadhi ya aya na baadhi ya sura maana yake hazijulikani mpaka kwa historia. Ndio unasikia sababu nuzuli, sababu ya kuteremsha sura au sababu ya kuteremsha aya hiyo. Yeye akamwambia mwanawe, tabbalaka ya Muhammad, umeangamia ewe Muhammad, hal hadha jama'atana, hivyo hili ndio lilokusanyia sisi. Sikilize Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Hakuona Allah kwamba huyu ni baba yake Muhammad, baba yake mdogo, damu moja na yeye. Alitoa certificate jalla jalaluhu, alitoa cheti jalla jalaluhu, cheti cha kumpa Abu Lahabi kwa kumwambia wewe mtu wa motoni milele, tena wewe na mkeo. Allah akaiteremsha sura nzima inayoitwa suratu Abi Lahabi. Ile sura ile yamzungumzia bwana mkubwa huyu wa yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema Allah, tabbalaka ya akasema Allah, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, tabbat yada Abi Lahab wa tab,
ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد